Salamu kwa wote popote pale mnapotazama na kusikiliza sauti hii. Hii ni sauti ya Hamisi Mizigo. Ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili Zulula 100 ambaye ndiyo mwalimu pekee wa kweli kwa nyakati ambazo tunaishi. Tunaishi kipindi kizuri, kipindi ambacho ni cha unabii. Na sisi tunaishi katika unabii wenyewe kwa sababu ilitabiriwa na ilisubiriwa kwamba mzaliwa wa pili Zulula 100 atafika katika hali inayoonekana kwa wakati wake ili kurejesha ukweli, kurejesha mwanga katika taifa. Na ukweli wenyewe ni neno lake lugha tetee. Na hilo limetendeka wakati wetu ambao bado tungali katika hali inayoonekana. Ndio maana tunasema tunaishi kipindi kizuri, tunaishi kipindi cha ajabu. Tuna neema kubwa ambayo imedhihirishwa kwetu wakati huu. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna kila sababu ya kumshukuru muumba wa kweli ambaye ni lugha tetee. Ameruhusu uwepo wa mwanae mzaliwa wa pili ili kuturejeshea ukweli ambao ulifichwa kwa karne nyingi. Ni yeye tu aliye chanzo pekee cha ukweli kwa wakati huu ambao tunaishi. Karibu katika mafundisho yetu ya siku ya leo, mafundisho ambayo yatatoka katika Karata DMC, kitabu cha maajabu. Unaweza ukaagiza Karata DMC pamoja na Biblia Karata Mbale pamoja na vitabu vingine vya kweli vya mitume na manabii wa kweli kupitia tovuti ya lezd.com. Unaweza ukaagiza na vikakufikia popote unapopatikana duniani. Mafundisho yetu leo yatatoka katika Karata DMC kama nilivyotangulia kusema, na ni kwa patriarki wetu ambaye anaitwa Munangada. Munangada ni mhusika ambaye walibadilisha historia yake pia kama ilivyokuwa kawaida yao kubadilisha historia za mitume na manabii wa kweli na kuleta mkanganyiko katika yale walioyaandika pia na katika utambulisho wao. Munangada ni mhusika ambaye ni mweusi, ni mtu wa jamii nyeusi kama ilivyokuwa kwa mitume na manabii wa kweli, Kristo wa kweli. Mambo ya kiroho ni swala la rangi, sio ubaguzi. Tunapenda kusisitiza kwamba sio ubaguzi, bali ni ukweli ambao unatakiwa kujulikana na watu wauishi ama tuishi kama ulivyo, bila mkanganyiko, bila udanganyifu, bila ujanja. Kwa hiyo Munangada ndiye ambaye walibadilisha wakasema kwamba ni Yakobo. Sasa unapoenda unaandika Yakobo katika mitandao ya kijamii kwa mfano, utapata sura yake wanakuandikia ni mzungu. Lakini kwa kweli mhusika huyu ni mweusi, ni mtu wa jamii nyeusi, na jina lake la kweli sio Yakobo bali ni Munangada, jina ambalo linamaanisha mwana wa ngurumo. Lakini ukiwauliza Yakobo sasa inamaanisha nini, watakwambia si ni jina tu. Tena baadhi sasa ya watu wa Afrika wanakimbilia katika vitabu vya dini na kwenda kuchukua majina ambayo yako kwenye vitabu hivyo na kuwapatia watoto wao, wakidanganywa na kuamini kwamba majina yaliyoko kwenye vitabu vya dini ni majina matakatifu, lakini majina ya asili, majina ambayo wazee wetu walikuwa wanaitwa, kwamba hayo ni majina ya mabaya, majina ambayo yana laana. Lakini kuna nguvu katika jina la mtu. Kwa hiyo ni vizuri sasa unapopata ufahamu wa ukweli huu, basi unapokuwa na mtoto wako unapenda kumpatia jina, ni vizuri kuwa na ufahamu wa jina ambalo unampatia mtoto wako, ili lisiwe ili mradi jina, bali uwe unaelewa kwa nini umemuita mtoto wako jina fulani. Uwe unaelewa maana ya hilo jina na kwa nini umpatie mtoto wako jina hilo. Ni jambo ambalo ni nzuri pia kulifanya ukiwa na ufahamu. Kwa hiyo mafundisho yetu ya siku ya leo tutapata kutoka kwa mhusika kwa jina la Munangada, ambayo inamaanisha mwana wa ngurumo. Na tutasoma katika Munangada sura yake ya kwanza. Tutaanzia mstari wa 18, na katika mstari wa 18 tutakutana na ujumbe ambao unasema kusikia na kutenda. Kwa hivyo kusikia na kutenda ndio ujumbe wa somo letu la siku ya leo. Nami nitaanza kusoma katika mstari wa 18 ambapo Munangada anaanza kwa kusema, jueni hayo mkato, kaka na dada zangu wapendwa. Kwa hiyo kila mwanaume na mwanamke awe mwepesi wa kusikia, si mwepesi wa kusema, na si mwepesi wa kukasirika. Munangada tunaona anaanza kutuhimiza kwamba ni jambo jema
tukiwa wepesi wa kusikiliza na sio wepesi wa kuongea au wa kukasirika, kwa sababu kuna watu wao hukasirika kwa kuona tema tu ya somo fulani. Wanaweza kapita katika mtandao wakaona kuna somo lenye ujumbe unasema Yesu hajawahi kuwepo, kwa mfano, au somo lenye ujumbe unasema Yesu sio Mungu. Kwa kuona ujumbe huo tu, mtu anakuja anaongea matusi, anaandika matusi. Ukimuuliza umesikiliza somo lililobeba huo ujumbe, kwamba kwa nini linasema Yesu hajawahi kuwepo, atakwambia hakuna, hawa tu ni wapinga Kristo, manabii wa siku za mwisho, hakuna hata haja ya kuwasikiliza. Sasa utajua namna gani? Utajua alichokisema namna gani bila kusikiliza? Ndio maana Munangada katika mstari wa 18 wa somo letu la leo ameanza kusema ni vyema mtu kuwa msikilizaji, ni vyema mtu kupenda kusikia, kwa sababu katika kusikiliza ndiko ambapo mtu utapata ufahamu wa mambo mengi zaidi. Utaongeza uelewa katika yale ambayo huenda tayari ulikuwa unayafahamu, kuliko kuongea na kukatiza watu wanapokuwa wanazungumza. Hata kama kulikuwa na kitu ungekipata kikuongezea ufahamu, manake hautakipata kwa sababu unaongea sana au unakasirika, hutaki kusikiliza na kujifunza. Kwa hiyo ni jambo la muhimu, ni jambo la msingi sana ambalo Munangada ameanza kulizungumza, kwamba ni jambo la hekima zaidi mtu kuwa msikilizaji. Katika kusikiliza mtu hujifunza, mtu huelewa, na katika yale uliyoyasikiliza sasa ndipo unaweza ukazungumza. Kama ni kuuliza, unaweza ukafanya hivyo. Kama ni kutoa maoni yako, pia unaweza ukafanya hivyo. Kama ni kupinga, unaweza ukafanya hivyo, kwa sababu umesikia kilichozungumza, umekitafakari. Kama umeona makosa, unaweza ukakosoa. Kwa hiyo ni hekima kusikiliza kwanza kwa utulivu kuliko kuongea, kuliko kukasirika bila hata kusikia ama kuelewa kile ambacho kimezungumzwa. Munangada anaanza katika mstari wa 18 kutuhimiza namna hiyo, na katika mstari wa 19 anaendelea kusema, kwa maana hasira ya mtu aliyeachwa peke yake mkato haitimizi haki ya neno la Roba. Kwenye mabano, maana mtu aliyeachwa peke yake hukataliwa na Roho wa haki. Tunafunga mabano. Munangada amesema hasira ya mtu aliyeachwa peke yake haitimizi haki kulingana na neno. Huu ni ukweli kabisa, kwa sababu mtu aliyeachwa peke yake ni mtu ambaye haongozwi na neno la kweli, haongozwi, ndani yake hana hofu ya heshima inayotokana na neno lake Baba Tetee. Sasa mtu kama huyo hata akisema kwamba amefanya mambo ya haki, amefanya maamuzi ya haki, unakuja kuchunguza na unagundua haki anayoizungumzia sio haki kulingana na ukweli, bali ni haki kulingana na yeye, na inakuwa kweli kweli sio haki. Ndio maana amemaliza katika mabano kwamba mtu kama huyo ambaye anajiongoza mwenyewe, anajiongoza na ufahamu ambao sio mzuri, anakataliwa na Roho wa haki, kwa sababu nyuma ya haki, tunaposema haki, kuna Roho msimamizi wa haki. Kwa hiyo ikiwa wewe utasema umefanya haki na ile haki unayosema umefanya sio haki kulingana na ukweli, Roho msimamizi wa haki anakukataa, yaani haidhinishi hiyo haki yako, anapinga kwamba hiyo sio haki kulingana na ukweli, na hivyo hayuko pamoja na wewe. Kwa hiyo ni vyema pia tuwe na ufahamu wa namna hiyo, kwamba mtu anayejiongoza peke yake, ambaye haongozwi na neno la Roba, haongozwi na neno la kweli, anaposema kwamba anafanya haki, ni vizuri kuwa makini pia na ile haki anayozungumza, kwa sababu haki ya mtu ambaye haongozwi na neno haiwezi kuwa haki kulingana na ukweli. Tuwe na ufahamu huo pia, kaka zangu na dada zangu ambao tunasikiliza ujumbe huu. Katika mstari wa 20 Munangada anaendelea kusema, ndiyo maana kwa kutupa mbali uchafu wote na uovu wote uliozidi, kwenye mabano, ulio bado ndani yenu, tunafunga mabano, pokeeni kwa upole neno lililopandwa ndani yenu, liwezalo kuokoa nafsi zenu. Kwenye mstari wa 20 Munangada amesema kwa kutupa mbali uchafu wote na uovu wote
uliozidi. Anamaanisha nini kusema uliozidi? Je, ule ambao haujazidi anamaanisha tubaki nao, ila tu ule uliozidi ndio tutupe? Hapana. Anaposema uchafu, uovu uliozidi, yaani ule ambao bado unabaki ndani yako, ule ambao bado unakung'ang'ania. Unaweza ukawa na tabia fulani ambayo ulikuwa unaitenda zamani, na sasa umepokea ukweli, na sasa umesikia huu ukweli, umekubali kuenenda kulingana na ukweli, lakini bado kuna tabia fulani inakuwa ni vigumu kuiacha kwa haraka. Bado una tabia fulani au una aina fulani ya dhambi, unaijua kwamba hii ni dhambi, lakini bado unashindwa kuiacha kwa haraka, inakung'ang'ania, bado inakung'ang'ania, inabaki ndani yako. Anatuhimiza kwamba kwa kutupilia mbali uovu wote na uchafu wote, kwenye mabano ameweka, ulio bado ndani yenu, tupokee kwa upole neno lililopandwa ndani yetu liwezalo kuokoa nafsi yetu. Pia anamaanisha kwamba sio kwa nguvu zetu sisi au kwa uwezo wako, kaka yangu, dada yangu, ambao unasikiliza mafundisho, kwamba unaweza kutupa mbali huo uovu, unaweza kuacha dhambi au tabia fulani mbaya ambayo bado ingali inakung'ang'ania, bado ingali inakudhibiti wewe. Hapana, bali ni kwa njia ipi? Ni kwa njia ya kuendelea kulipokea neno ambalo limepandwa ndani yako, kuendelea kulitafakari neno ambalo limepandwa ndani yako, kuendelea kunyenyekea chini ya mafundisho ya kweli ambayo tunaendelea kuyapokea kila wakati kutoka kwa mzaliwa wa pili, na sisi wanafunzi wenzenu tunaendelea kuyaleta kwenu ili kuendelea kuyatafakari kwa pamoja, na yatuongoze sote katika kubadilika, kujitenga na zile asili mbaya za zamani na kuwa watu wazuri. Kwa hiyo tunaposikia mafundisho ya kweli, tunaposikia maonyo, tunaposikia makatazo kutoka kwa mafundisho ya kweli, jambo la muhimu na jambo la maana ni sisi tuyatendee kazi yale ambayo tunayasikia. Ni kwa njia hiyo ndipo utabadilika. Ni kwa njia hiyo ndipo unaweza kujitenga na uovu, kujitenga na tabia mbaya na dhambi, kujitenga na kila aina ya uchafu ambao ulikuwa unauishi zamani, na hivyo unafikia kuwa mtu mzuri, mtu ambaye si yule wa zamani tena, kwa sababu unatenda kulingana na mafundisho ambayo unapewa. Kuna sheria mbalimbali, maonyo mbalimbali tunayapokea katika njia yetu ya utakaso na katika mafundisho yetu kila wakati, ili uweze kuendelea na kukua kiroho, ili uweze kubadilika na kuwa mtu wa tofauti, mtu ambaye ni mzuri. Jambo la msingi ni kusikia na kutenda yale ambayo ukweli unatufundisha, yale ambayo ukweli unatuongoza tuyaishi. Unasikia na unayatimiza, unayaweka katika matendo. Utasema kwamba mengine kuna ugumu wa kuyatendea kazi, ndio maana tunashindwa kuyatendea kazi. Ni kweli kuna ugumu, kwa sababu adui yupo bado ili kukukandamiza uendelee kuyatetea mambo ambayo ni mabaya, uendelee kutetea tabia chafu na dhambi ambazo bado zimebaki ndani yako. Na unapoendelea kuzitetea, maana yake zinaendelea kupata uhalali wa kuendelea kukudhibiti wewe na kukufanya uzipende na uendelee kuziishi licha ya kujiita kwamba upo katika ukweli. Na hilo ni jambo ambalo ni hatari, kwa sababu unaweza ukajiona kwamba unafuata ukweli, unaishi kulingana na ukweli, lakini mwenendo na matendo yako yanakataa kwamba wewe haufuati ukweli, hauishi kulingana na ukweli, kwa sababu hautendi sawasawa na yale mafundisho ambayo ukweli unakupatia. Kwa hiyo tuwe na ufahamu, kaka zangu na dada zangu, ukweli huu ni ukweli pekee ambao unaweza kuokoa nafsi zetu ambazo zilikuwa zimechafuliwa na uongo, mafundisho na elimu mbalimbali za kidini ambazo hazina ukweli ndani yake. Lakini tunaposikia ukweli, huu ni ukweli ambao unatakasa nafsi zetu, unatakasa utu wetu, na unatuongoza katika uzima wa milele hakika. Katika mstari wa 21 Munangada anaendelea kusema, zingatieni sheria za neno, wala msizisikilize tu mkate.
mkijidanganya kwa mawazo yenu potofu. Tarudia mstari huu ueleweke vizuri. Munangada anasema katika mstari wa 21, zingatieni sheria za neno mkato, wala msizisikilize tu mkato, mkijidanganya kwa mawazo yenu potofu. Kama ambavyo nimeeleza katika mstari wa 20 uliopita, katika mstari huu wa 21 Munangada pia anazungumza kwamba tuzishike sheria na maagizo ya neno la kiroho tetee ambazo tunazipokea, ambazo tunapewa kila wakati na Mzaliwa wa Pili Zura 100 na viongozi wengine ambao wanapewa nafasi ya kutufundisha, lakini pia ambazo tunazisikia katika mafundisho haya. Munangada anasema tuzitekeleze, sio tuishie kuzisikiliza peke yake, alafu tunabaki kujidanganya na mawazo potofu kwamba mimi nipo katika ukweli, mimi nasikiliza ukweli na nafuata ukweli, kwa hiyo mimi niko sawa. Ikiwa hautendi sheria, hautimizi sheria ambazo neno linakupatia, ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu, unajiongopea wewe mwenyewe. Haina tofauti na mtu ambaye anasema yeye anaenda kwenye dini yake, anahudhuria ibada, anaenda msikitini, anaenda kanisani, anazingatia ibada, anazingatia sadaka na vitu vingine, lakini mwisho wa siku mwenendo wa maisha yake, tabia zake anazozifanya, matendo yake anayoyafanya, unaona ni matendo ambayo yani ni ya watenda dhambi, ni matendo ya mtu ambaye ni muovu tu, lakini atajidanganya kwamba kwa sababu anaenda msikitini, kwa sababu anaenda kanisani, kwa sababu yeye ni mtu wa dini fulani, basi ataenda mbinguni kwa mujibu wake, ataenda kwenye uzima wa milele kwa mujibu wake. Huko ni kujidanganya, na kuweka mawazo na ufahamu wa namna hiyo katika akili yako ni kujidanganya na mawazo yako ambayo ni potofu kabisa, kwa sababu ni kwa kutenda sheria na maagizo ya neno ndipo mtu unafikia kuwa safi, na ndipo mtu unakuwa ni mkamilifu kulingana na ukweli, na hatima yako hakika inakuwa ni nzuri, kwa sababu umeweka katika matendo, na matendo ni kutekeleza yale ambayo unayapokea katika mafundisho ambayo ni ya kweli, katika mafundisho ambayo ni ya kweli, sio katika mafundisho ili mradi. Hapana, weka ama kutekeleza yale tunayofunzwa katika mafundisho ya kweli, sio mafundisho ya kidini ambayo yanakufundisha kwamba Mungu yuko mbinguni, ambayo yanakufundisha kwamba Mungu aliwahi kushuka na akaonekana kwa viumbe aliowaumba, mafundisho ambayo yanakufundisha kwamba Mungu aliwahi kushuka duniani akachukua mwili akawa mwanadamu, viumbe aliowaumba wakampiga, wakamtundika kwenye msalaba, wakamtemea mate, kwamba huyo ndiye Mungu ambaye unatakiwa kumwabudu na kupeleka maabudu yako kwake. Hayo sio mafundisho ambayo unatakiwa kuyashika na kuyatekeleza, kwa sababu ni mafundisho potofu, ni mafundisho ya udanganyifu. Mafundisho yanatufunulia kwamba muumba wa kweli ni Loba Tetee, yeye ambaye yuko nje ya mbingu zote, nje ya uhalisia wote, nje ya uumbaji wote, nje ya kila ukweli na hata zaidi ya uwepo usio kuwepo. Huyo ndiye muumba halisi, muumba wa kweli, Loba Tetee, ambaye Mzaliwa wa Pili Zura 100 anatufunulia kwa nyakati hizi, na hakika tuna furaha, na hata mimi nina furaha kuwa chombo cha kufikisha ukweli huu kwako, ndugu yangu ambaye huenda unasikiliza ukweli huu kwa mara ya kwanza. Ni jambo ambalo ni vizuri tulielewe vizuri pia kwamba tunapoambiwa tutekeleze au tuzingatie sheria, tusiwe tu wa kuzisikiliza bali tuzitekeleze. Ni sheria za namna gani? Ni sheria za namna gani? Munangada ameeleza vyema kwamba ni sheria za neno la Loba, kwa sababu neno la Loba ndio ukweli. Katika mstari wa 22 Munangada anaendelea kusema, kwa maana ikiwa mtu anasikia amri za neno wala hazitendi kato, huyo anafanana na mtu anayejiangalia uso wake
uso wa asili ya anguko kwenye kioo, na ambaye baada ya kujiangalia anaenda zake na anasahau upesi namna alivyo. Munangada anasema ikiwa mtu unasikiliza sheria, unasikiliza mafundisho ya ukweli, unasikiliza neno la kweli na unasema kwamba upo katika ukweli, lakini unasikia sheria, unasikia maonyo, unasikia makatazo mbalimbali ambayo ni kulingana na ukweli, alafu hauyatekelezi, alafu hauyafanyi, na unajiita kwamba upo katika ukweli. Anatoa mfano kwamba hauna utofauti na mtu ambaye anaenda anajitazama kwenye kioo asubuhi, japokuwa Munangada hajasema asubuhi, mimi ndio natoa mfano asubuhi, alafu anaondoka kwenye kioo, alafu mchana tena anakuja anajitazama, maana alishasahau kwamba alipojiona kwenye kioo asubuhi aliona yuko namna gani. Anajitazama kwenye kioo, alafu anatoka, anasahau kwamba ikoje, anasahau kwamba sura yake ikoje, muonekano wake ukoje. Ni sawa na mtu ambaye anasikia mafundisho, anasikia ukweli, anasikia maonyo, makatazo, anakumbushwa kila wakati, alafu atekeleze, hafanyi. Hana utofauti na mtu ambaye anajitazama katika kioo, alafu anapotoka, licha ya kuwa amejitazama katika kioo, lakini anasahau muonekano wake huko namna gani. Unaona jinsi ambavyo inakuwa haina maana kabisa, haileti maana kabisa kwa mtu ambaye anajiita kwamba yupo katika ukweli. Wewe kaka yangu, dada yangu, ambao unasema kwamba upo katika ukweli, alafu unapokea maonyo, unapokea sheria mbalimbali ambazo viongozi wetu anatupatia, uledi anazungumza na sisi kila wakati, mafundisho yanatufunulia kila wakati, alafu hautekelezi, hakika ni jambo ambalo linakufanya unadumaa, linakufanya unabakia pale pale, na zaidi sana unajikuta unarudi nyuma badala ya kuendelea mbele kiroho. Kwa hiyo ni jambo la kujitafakari ndugu yangu, ili ujijue kabisa udhaifu wako kulingana na mafundisho haya ambayo unayasikia leo. Uko sehemu gani? Mafundisho yetu ni kusikia na kutenda. Kwa hiyo unasikiliza ukweli, unasikiliza sheria na unaziweka katika matendo. Hilo ni jambo ambalo ni jema sana. Katika mstari wa 23 Munangada anaendelea kusema, lakini yeye anayeangalia kwa makini sheria kamilifu, mkato, sheria ya uhuru na kudumu, asiwe msikilizaji msahaulifu, bali mtendaji, mkato, huyo atabarikiwa katika tendalo. Ndivyo ambavyo pia nimeeleza katika mstari uliopita. Munangada anasema kwamba yule ambaye anasikiliza kwa makini sheria kamilifu, na sheria kamilifu ni sheria inayotokana na neno lake Loba Tete. Neno halitoi sheria yenye mapungufu, neno halitoi sheria yenye kasoro. Hii ni tofauti na mafundisho yanayotolewa katika hizo dini, kwamba kuna mafundisho ya Agano la Kale, kuna mafundisho ya Agano Jipya. Ukiuliza kwa nini kuna Agano la Kale na kuna Agano Jipya, unaambiwa Agano la Kale ni Mungu alitoa zamani, kwa hiyo kulingana na nyakati sasa hivi Mungu ameamua alete Agano Jipya. Tafsiri yake nini? Kwamba ameona Agano la Kale sasa kulingana na watu wa sasa hivi lina mapungufu, halijatimia, kwa hiyo anatakiwa arekebishe, alete agano lingine jipya. Na unaposema agano unaongelea patano. Kama unaleta patano jipya, maana yake patano lile la zamani halitakiwi kuwepo. Lakini tena jambo la kuchekesha zaidi, lakini pia linahuzunisha, ni kwamba wamechukua hilo wanaloita ni agano la zamani, agano la kale, pamoja na agano wanalosema ni jipya, wameunganisha tena pamoja. Kuna maandiko mengine wanasoma katika agano la kale, mengine wanasoma katika agano jipya. Ukileta andiko fulani ambalo lina wabana, wanakuja kujitetea kwamba hilo ni agano la kale, limepitwa na wakati.
Lakini ukileta agano au andiko ambalo linawasifia ama linawafariji, wanaenda kwenye agano lile lile la kale, wanalichukua hilo andiko wanalitumia. Naona ni mambo ambayo hayana maana yoyote ndugu yangu, ni mambo ambayo hayana usahihi, hayana uhalisia. Ndio maana nilieleza mwanzo kwamba mafundisho ya kidini, dini zote, imani zote, tofauti na ukweli huu ambao unausikia leo, ambao unausikia sasa, ni biashara, ni udanganyifu, tena ni kifo cha kiroho hakika. Kwa hiyo Munangada anaeleza kwamba yule ambaye anasikiliza kwa makini sheria za neno ambazo ni kamilifu, na ambaye baada ya kuzisikiliza hizo sheria anasahau kwamba aliambiwa hivi, anasahau, atakumbushwa na anasahau. Hilo sio jambo jema. Munangada anasema usiwe msikilizaji msahaulifu, bali msikilizaji ambaye anatenda. Na unapofanya namna hiyo utabarikiwa, utabadilishwa, utasafishwa, na hakika kwa sababu ya utiifu wako kwa sheria za neno, kwa sababu ya unyenyekevu wako kwa sheria za neno, utaendelea vizuri kiroho, utaendelea vizuri katika mambo yako kulingana na hali hii inayoonekana pia. Kwa hiyo ni ufahamu mzuri ambao Munangada anatusihi tuwe nao, tutafakari na kuelewa na tuweze kufuata. Somo letu ni kusikia na kutenda. Kwa hiyo tunaposikia mafundisho haya, ndugu zangu, ni jambo la muhimu sana kuyaweka katika matendo, kutenda kulingana na ukweli ambavyo unatutaka tuweze kuwa. Katika mstari wa 24 ambao kulingana na somo letu la leo ndio mstari wa mwisho, Munangada anasema mtu akijiona kuwa wa kiroho 3, lakini hana kiasi, anajidanganya mwenyewe. Maisha yake ya kiroho hayana thamani. Mtu yoyote ambaye anaweza akajinasibu ama akajisifu kwamba yeye ni mtu wa kiroho, yeye ni mtu wa dini fulani, alafu maisha yake hayadhihirishi hekima, hayadhihirishi ukweli, kiroho chake hakika hakina thamani yoyote, ni bure. Nawe kaka yangu na dada yangu ambaye unasikiliza mafundisho haya, kaka yangu na dada yangu ambaye upo katika ukweli huu, tayari umeshapata neema ya kuwa katika njia hii ya ukweli. Unaweza ukajisifu kwamba wewe umeshaujua ukweli, upo katika ukweli, wengine hawajajua ukweli. Ni sawa. Lakini haitoshi wewe useme kwamba upo katika ukweli, umeujua ukweli, wengine hawajui ukweli. Je, maisha yako ya kiroho yanaenenda jinsi gani? Ni kwa kufuata sheria za neno? Ni kwa kutii maagizo na maelekezo ya neno? Au ni kwa kinywa tu? Unaweka katika matendo sheria na maagizo ambayo neno linakupatia? Au unakuwa msikilizaji msahaulifu, unasikiliza alafu unasahau yale ulioambiwa, unarudi tena kufanya uvunjifu wa sheria, unarudi tena kufanya mambo ambayo umekatazwa kulingana na ukweli. Ukienenda kwa namna hiyo, ndugu yangu, maisha yako ya kiroho yanakuwa hayana thamani yoyote, hakuna matokeo chanya. Badala yake unajikuta unadumaa, unabaki umesimama badala ya kuendelea kiroho, na wakati mwingine unajikuta umerudi nyuma, umeanguka na umetoka katika ukweli. Kwa hiyo jambo la muhimu, jambo la msingi ambalo ni la faida kwako ni kusikia mafundisho na kuyaweka katika kazi. Unasikiliza ukweli huu kaka yangu na dada yangu kwa mara ya kwanza, unapata ufahamu kwamba dini zote ni uongo, hazijawahi kuwepo. Ni udanganyifu uliobuniwa, uliotungwa na shetani katika maisha ya kiroho. Hakuna dhana ya dini. Unaambia yule unayemwamini wewe kwamba ni mkombozi wako Yesu, Isa na majina mengine wanaomuita, hajawahi kuwepo. Ni mhusika aliyebuniwa, aliyeundwa tu,
akaja kuchukua historia ya Kristo wa kweli ambaye alikuwepo, anaitwa Joki Sabe, mtu mweusi. Unapoambiwa haya na wewe unapenda ukweli, chukua hatua ya kuyawekea katika matendo haya. Chukua hatua ya kuchunguza haya. Chukua hatua ya kufuatilia, kwa sababu hatukufunzwa hivi tangu zamani. Ndio maana mafundisho haya yanasumbua wengi. Unaposikia utasikia wewe, sisi tangu zamani za mababu tulifundishwa hivi, wazee wetu wametulea katika dini hizi. Wewe unakuja unasema kwamba dini hizi ni za uongo. Unakuja kusema kwamba Yesu ni Kristo wa uongo. Wewe ndio mpinga Kristo, kwa sababu tulifundishwa kwamba tunatakiwa tukubali tu kila kitu. Hatutakiwi kufikiria wala kuchunguza wala kutafakari yale ambayo tunafundishwa. Lakini hata ndani ya Biblia hizo za kisasa, yule ambaye wataita Paulo, ambaye pia ni mwizi wa historia ya Esombe, mhusika wa kweli, kuna mahali alisema kwamba watu wawe kama Wakristo wa Berea. Wakristo wa Berea wenyewe walikuwa wanachunguza, wanachukua muda wa kusoma, kuchunguza, kutafuta uthibitisho wa kile ambacho yeye Paulo alikuwa amewafundisha. Na hivyo Paulo alisema kwamba ni vizuri watu wengine pia wawe hivyo, waige mfano huo, kuliko kukubali tu, kupokea mambo na kuyachukulia tu kwamba ndivyo yalivyo. Badala yake watu ni vizuri wanaposikia ujumbe fulani, wanaposikia mafundisho fulani, wachukue muda wa kusoma, wachukue muda wa kuchunguza, kujifunza, ili kuweza kujua usahihi wa yale ambayo wanasikia, kuliko kukubali. Hata huu ukweli ambao tunakuletea, hata huu ukweli ambao tunasema kila wakati, ambao tunaupokea kutoka kwa mwalimu pekee, Mzaliwa wa Pili sura ya 1, haimaanishi kwamba unaposikia basi usikie, ukubali bila kujidhiri, kwa sababu tumesema hapana. Unatakiwa kukubali kwa sababu wewe mwenyewe umechunguza, umegundua kwamba tunachokizungumza ni ukweli, na ndio unakubali. Hautakiwi kukubali kwa sababu nimesikia fulani anaongea, kwa sababu nimesikia mtu fulani amesema. Hapana. Ukweli hata hivyo hauna haja na watu wengi wasiotii maagizo, wasiotii sheria, wasiotembea kulingana na ukweli. Bali ukweli unataka watu ambao wanakubali kubadilika, wanakubali kutembea kulingana na maagizo ambayo ukweli wenyewe unawapatia. Unapokuja katika ukweli na ukweli unakwambia jambo fulani halifai kulingana na ukweli kwa sababu hii, moja kwa moja mtu ambaye anapenda kutembea kulingana na ukweli anastop, anasitisha kulifanya jambo hilo na alifanya, anaacha. Tabia hii sio nzuri kulingana na ukweli. Mtu anapopokea hili anaacha na anabadilika. Ni kweli mabadiliko ni hatua. Huwezi mtu kabadilika tu ghafla mara moja, ukalala na ukaamka ukawa mtu mpya, ukawa msafi, ukawa mkamilifu. Kwa sisi kama wasioanzishwa, walioneemewa, inatuia vigumu kutokana na asili za kila mmoja wetu, lakini wako mapatriarki wetu ambao walipitia utakaso kwa siku 3. Mwingine analala, anaamka, anakuwa ameanzishwa, anakuwa ni mkamilifu, anakuwa amebadilika kabisa, anakuwa ni mtu ambaye ni mwaminifu, ni mkamilifu kwa 100% katika sheria na maagizo ya neno. Kwa hiyo ni swala la kusikiliza, kutafakari, kuchunguza, kuelewa mafundisho na kuchukua hatua tu ya kufuata ukweli. Hakuna ukweli mwingine ndugu zangu ambao utaongoza watu katika uzima wa milele isipokuwa ukweli ambao tunapokea kila wakati kutoka kwa Mzaliwa wa Pili sura ya 1. Ni hayo mafundisho ambayo neno limeruhusu tuweze kuyapokea leo. Ndugu zangu, kaka zangu na dada zangu, kutenda ni jambo la muhimu sana, na ujumbe wetu wa siku ya leo ni kusikia na kutenda. Tusiwe wasikilizaji ambao tunasikia alafu tunasahau, bali tuwe watu ambao tunasikia sheria, tunasikia mafundisho, tunasikia ukweli na tunatenda kulingana na ukweli wenyewe unavyotaka. Loba muumba pekee wa kweli anaendelea kujitukuza. Mimi ni mtu huru, nimeijua kweli, imeniweka huru.